Heshima imepatikana kwenye miguu ya kisheria baada ya FIFA imemlipa refa wa Somalia mkwanja wote wa kombe la dunia baada ya kunyima visa ya kuingia Marekani. Sasa kutokea Mogadishu, Somalia, ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limechukua uamuzi wa kiungwana na wa kihistoria baada ya kutangaza kumlipa mwamuzi wa kimataifa kutokea nchini Somalia kiasi chake cha fedha zote za usimamizi wa michuano ya kombe la dunia, licha ya uamuzi huo kuzuiliwa kuingia nchini Marekani. Hatua hiyo ya FIFA inakuja kama faraja kubwa kwa refa huyo, kijana mwenye umri wa miaka 34 ambaye anatajwa kuwa mwamuzi bora zaidi kwa barani Afrika mwaka 2025 baada ya ndoto zake za kuchezesha mashindano hayo makubwa yaliyoanza Juni 11 kugonga mwamba kwa kisiasa wa idara ya uhamiaji ya Marekani. Mwamuzi huyo ambaye aliandika historia ya kuwa raia wa kwanza kutokea Somalia kuteuliwa kuchezesha fainali za kombe la dunia alinyimwa visa ya kuingia nchini Marekani mnamo Juni 6. Sababu zilizotolewa na mamlaka ya Marekani zilihusishwa na hofu za kiusalama na tuhuma zisizo na ushahidi wa kutosha za kuwa na uhusiano wa kikundi cha kigaidi cha Al-Shabaab, tuhuma ambazo mwamuzi huyo alizikana vikali, akieleza kuwa hazina ukweli wowote na zinachafua jina lake. Lakini licha ya jitihada za kidiplomasia zilizofanywa na FIFA na mashirikisho ya soka barani Afrika kuingilia kati, mamlaka za Marekani zilisimamia msimamo wake. Hata hivyo, FIFA imeonyesha kusimama upande wa haki na weledi wa mwamuzi huyo kwa kuthibitisha kuwa atalipwa kiasi chake kamili cha posho ya msingi, yani base fee, inayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 100,000 ambazo ni takriban shilingi za Kitanzania milioni 275, pamoja na bonasi zote zilizopangwa kana kwamba alikuwa uwanjani akipuliza filimbi. Baada ya kuona milango ya Marekani imefungwa, mwamuzi huyo alichukua uamuzi wa kurejea nyumbani kwao jijini Mogadishu, ambapo alialikwa kama shujaa mkubwa wa taifa. Mamia mashabiki wa soka, viongozi wa serikali na wanafamilia walifurika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Ade kumpokea, wakilaani uamuzi wa Marekani na kusherehekea mafanikio yake makubwa ya kufikia hatua hiyo ya juu katika ulimwengu wa soka. Katika kile kinachoonekana kama dhihirisho kuwa kipaji chake hakiwezi kuzimwa na vizuizi vya kisiasa, mwamuzi huyu amepata habari njema nyingine kubwa, ambapo amepata mwaliko rasmi na kandarasi ya kwenda kuchezesha mchezo wa UEFA Super Cup barani Ulaya. Na uamuzi huu wa UEFA unathibitisha kuwa mashirika makubwa ya soka duniani bado yana imani kubwa na uadilifu na uwezo wake wa kiufundi uwanjani. Uamuzi wa FIFA wa kumlipa haki zote za kifedha umetafsiriwa na wachambuzi wengi wa soka kama ujumbe mzito wa shirikisho hilo alikubaliana na uamuzi wa kimya wa kisiasa unaoonea waamuzi kutokea mataifa yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Licha ya kukosa fursa ya kuwepo kwenye viwanja vya Marekani, Canada pamoja na Mexico kwa mwezi huu, safari ya kazi ya refa huyo wa Kisomali inabaki kuwa na mwangaza mkubwa, huku mashindano ya UEFA Super Cup yakimsubiri kwenda kuonesha ulimwengu uwezo wa kipekee wa filimbi ya Kiafrika.